La mwisho kabisa baba, kwenye mitandao ya kijamii tumeona ni kama tunaweza kusema sijui ni kampeni au ni mitazamo ya watu kwamba inawezekana katika uchaguzi huu wa Baba Mtakatifu wataweza kupatikana na mababa watakatifu pengine Mwafrika, na tayari kuna wameshaanza kutajwa pale, sijui mmoja anatokea Ghana, sijui mmoja anatokea pale. Hili lipoje? Mtazamo unatoka wapi, au ni mtazamo potoshi? Hapana, huo ni tungeweza kusema kwamba ni uhuru wa watu kutoa maoni yao. Hiyo huwezi kuzuia mtu kufikiri anavyofanya, anavyofikiria au anavyopenda yeye. Lakini tu kitu kimoja tu niwaambie watazamaji wetu kwamba makardinali wale watakoingia kwenye kile chumba cha uchaguzi ndio wenye majibu ya nani atakayekuwa Baba Mtakatifu. Haya mengine yote mnaosikia kwenye mitandao, yani hayo mimi naohakika kwa asilimia kubwa tu kwamba hayajakaa hivyo. Wale wazee mimi nawajua sana, wale makardinali wetu. Wakiingia kule huwa hawasikilizaji sana mambo ya mitandaoni. Wenyewe watasali, watamsikiliza Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu kupitia wao atuambia huyu ataliongoza kanisa. Hizi nyingine ni siwezi kusema propaganda, basi ni opinion zao, ni maoni yao, tunaweza tukasikiliza, lakini wajua kwa asilimia zote yale hayana kuwa na athari zote kwa makardinali kule ndani ya conclave wakati wa kumchagua Baba Mtakatifu. Naomba niwashukuru wote kwa pamoja. Niwashukuru kwa muda wenu. Najua mmesafiri kutoka maeneo mbalimbali, kutoka Mbulu na kutoka Mpanda. Ni mbali kweli kweli mmefika hapa. Niwape pole kwa safari na niwatakie maandalizi mema. Kwanza ya masifu jioni, baadaye masifu ya jioni, lakini hatimaye adhimisho la misa takatifu ya kumweka wakfu kesho Mwasham Mihali. Asante sana. Kila laheri. Asante. Asante.